Niwaambie tu ndugu zangu madaktari bingwa, Bukombe ni watu wema sana, ni watu wakarimu na ni watu ambao wanapenda sana wananchi na hasa wageni. Ndio maana hata leo tumekusanyika hapa. Tumie fursa hii kuwapongeza sana madaktari ambao wameshiriki zoezi hili. Madaktari bingwa wa Mama Samia. Natambua kwamba sasa hivi kwenye zoezi hili nyinyi mko hapa Bukombe, lakini timu yenu ya madaktari bingwa Mama Samia mko kwa mzima wa Geita. Tunavyoongea hivi wilaya zote 5 zimefikiwa na madaktari bingwa wa Mama Samia. Mama Samia oye! Lakini sio mkoa wa Geita tu, tunatambua pia mpaka jirani zetu Kagera pia wanapata huduma hii. Ni utamaduni ambao amejiwekea, ni mpango wa Mheshimiwa Rais ambao ameweka kuhakikisha kwamba anawafikia wananchi wake mpaka wale wa chini kabisa, ili waweze kupata huduma ambazo kikawaida wasingestahili kuzipata katika level hii inayotolewa. Huduma hizi ungezipata hospitali yetu ya Chato, ungezipata Bugando na zile hospitali kubwa za rufaa za mikoa ambazo katika kila mkoa. Lakini pia hata ukienda hospitali za mkoa huwezi kuwapata madaktari wote bingwa kama tunavyopata hapa. Unaweza kukuta wako 4, 5, lakini wengine kwenye fani zingine hawapo. Kwa hiyo mpango huo wa Mama Samia unahakikisha kwamba unakusanya kwa pamoja madaktari bingwa wa fani tofauti tofauti na kuja kuhudumia wananchi kwa wakati mmoja kwa gharama ambayo ilikuwa ni chini kabisa. Tumpigie makofi Mama Samia. Na hiyo ndugu zangu, mtaona Rais anapokuwa anasema kwamba yeye yupo kwa ajili ya kuondoa matatizo ya wananchi, anamaanisha nini? Moja ya mifano iliyo hai hiki ambacho kinafanyika ndani ya wiki hii katika wilaya yetu ya Bukombe na mkoa wetu wa Geita. Tumesikia katika taarifa ambayo imesomwa hapa, kwa kipindi cha siku 5 watu 385 wanaweza kufikiwa. Ni idadi kubwa kwa mara moja kufikiwa na daktari bingwa. Hivi tungesema watu wote wapewe rufaa, wangapi wangeweza kupata fedha za kwenda huko wanataka kwenda kuripoti ili wapate huduma? Asante sana. So kutoa rufaa sio kazi kubwa. Kazi ni huyo mgonjwa kumfikisha anapotakiwa kwenda na kupata huduma anayostahili kuipata. Kwa uwepo wa daktari hawa maana yake ukipunguza sana hizo gharama. Na sisi wengi hapa, wengine tumekuja kwa miguu, lakini wengine tusafiri mbali ambao ni mfupi sana kupata huduma hizi. Mimi nitumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa Bukombe kuwapongeza sana timu nzima ya madaktari kwa kazi hii mnayoifanya. Natambua hii ni wajibu wenu, na programu hii sio mara ya kwanza kuifanya, tumeifanya mara kwa mara. Na sisi Bukombe kwa kweli sasa tumeshaizoea. Inafikia wakati wananchi wanapiga simu wananiuliza, lini madaktari bingwa wanakuja? Yaani wameanza ndio utamaduni wa Bukombe. Kwa hiyo niwaombe sana madaktari bingwa wa Mama Samia, tunapofikiria kupanga programu hii, hata kiasi hiyo nitakupunguze basi angalau iwe fupi kidogo. Kila miezi miwili tuone hapa. Sisi tutafurahi zaidi. Na bahati nzuri Dr. Mgeta amesema hapa kwamba yeye sasa ni mwenyeji. Hii ni mara yako ya 3, si ndio? Ya 3 sababu amekuja hapa mara ya kwanza, mara ya pili, ya 3. Sasa nadhani sasa tufanyie jibo. Tutaka taratibu fulani tuna kanisa usikake kabisa. Tujue sasa tukaenda pale Mgeta akija anafikia hapa. Kwa hiyo nadhani mmeona kama mtu anakuja mara 3 utaona ni jinsi gani ambavyo mpango wa mama unawafikia wananchi. Na wananchi sasa wamekuwa wakinufaika na hii huduma. Mimi ndio waombe sana madaktari kabisa, na naomba nirudie kuomba tena kwa mara nyingine. Programu hii itavyani kuweka jibu. Najua mnahudumia watu kwenye hospitali zenu mama ambazo mmeajiriwa mnafanya kazi. Lakini ukishampa mtu jambo tu na ukamwonyesha mara ya kwanza, mara ya pili, ya 3, ya 4, anatendi kulifanya kuwa ni haki yake, na inajua wakati anaanza kudemand
Wananchi hawa, yani ungeuliza hapa, wanatamani nyinyi msiondoke, mbaki hapa hapa, ndio shauku yao. Kwa hiyo nataka niwaombe kwa msisitizo mkubwa kabisa, programu hii ya kuja mara kwa mara, najua mnayatibu kitaifa, ina utaratibu wake, lakini moja salamu zangu zinafikisha kama Bukombe, wanaomba ikiwezekana kila kota, kila miezi miwili basi ifanyike, iwe mara 6 kwa mwaka, sio mara 4. Tutawasaidia sana wananchi hawa kuondolea adha ya kwenda mbali au wengine kukaa na ugonjwa mrefu bila kujua changamoto ni ipi inayowasumbua. Ndugu zangu, tumesikia hapa katika taarifa iliyosoma, zipo changamoto mbalimbali, lakini niseme tu serikali ya awamu ya 6 imejitahidi sana kutatua changamoto katika sekta nzima ya afya nchi nzima. Sisi wote ni mashahidi kwamba uwekezaji katika sekta ya afya umekuwa ni mkubwa, na kila mwaka umekuwa ukiendelea serikali kuwekeza kwenye sekta ya afya. Mfano mzuri ni hapa tulipo. Hatukuwa na jengo la dharura, lakini limejengwa katika awamu hii ya 6. Sasa hizi jengo la dharura lipo hapa. Tumeambiwa tunahitaji mkubwa sana wa ICU, na ni kweli, kwa sababu taarifa inasoma hapa na daktari bingwa kwamba kama ICU ingekuwepo, baadhi ya wagonjwa wasingekuwa referral, wangehudumiwa hapa. Nadhani hili naomba tulichukue katika mipango yetu ambayo tunaipanga katika bajeti, lakini pia hata nje ya bajeti. Wakati mwingine Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa fedha za kuja nje ya bajeti. Moja mambo ambayo tutashauri yaweze kufanyika ni ujenzi wa ICU na uboreshaji wa miundombinu mingine. Lakini tumemsikia akizungumza mganga mkuu hapa ambaye ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri yetu. Tumepokea vifaa vingi sana kutoka wenzetu wa Sweden ambazo Mheshimiwa mbunge alisaidia kuweza kuomba na tukapata vifaa na vinasambazwa katika hospitali mbalimbali kwa ajili ya kutoa huduma. Hiyo ni support kubwa sana. Lakini tumepokea sisi wenyewe vifaa vingi sana kutoka serikalini, kutoka MSD na vimekwenda tayari kwenye vituo vya afya. Nianze kwa kuwashukuru madaktari kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hao madaktari walikuwa wanatoka hapa, hakuna ambaye alikuwa anatoka hapa chini ya saa 2 usiku. Na kila siku asubuhi walikuwa na darasa maalum kwa ajili yetu. Wanatupa update namna ya kutoa huduma. Wakishamaliza wanaingia kwenye kliniki zetu, na kwenye kliniki zetu tulikuwa tunaungana nao. Kuna timu ya madaktari wa hospitali ya wilaya ambao tumefanya nao kazi kwa karibu siku zote. Kwa hiyo tunaamini wamepanda mbegu kwetu, na yale ambayo wametuelekeza, wametukumbusha, tutaendelea kuyafanya kwa maana ya kuboresha huduma kwenye hospitali yetu. Lakini walichokisema nisingependa kurudia, lakini natamani kuweka msisitizo. Tuna uhitaji mkubwa sana wa kitengo cha viungo na mazoezi tiba. Na hii hoja wamekuwa wanaitoa madaktari wetu kila wanapotutembelea. Kuna baadhi ya wagonjwa tunawaona, tunajua kabisa hapa tungekuwa na physiotherapist tungeweza kuwasaidia. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunatakiwa kama halmashauri tujipange kuona tunalianzisha. Eneo la ICU wamesema, ingawa tunajua tuna emergency department, lakini haiwezi kufanya kazi kama ambavyo ICU inafanya. Kwa hiyo ni eneo pia sisi kama halmashauri ya kuona mipango yetu ni namna gani tunaweza tukaboresha tuweze kuwa na ICU kwenye hospitali yetu. Kwa wataalamu wenzangu hospitali ya wilaya, ninaamini tumejifunza na tutakuwa tayari kufanyia kazi yale ambayo wenzetu wametukumbusha mara kwa mara kila tunapopata madaktari bingwa wanapotutembelea. Lakini pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe utakuwa shahidi, halmashauri ya wilaya ya Bukombe tumekuwa tunafanya zoezi la madaktari bingwa karibu kila robo mwaka.
lengo ikiwa ni kuwasaidia wagonjwa wetu wale ambao wamepewa rufaa, wale ambao wana matatizo ambayo yangeweza kusaidiwa na mabingwa waweze kupatiwa huduma kwenye maeneo yetu. Na ushahidi daktari amesema ni wangapi ambao hawa wote maana yake wangetakiwa kwenda au Bugando au Chato au Benjamin Mkapa, lakini kwa bahati nzuri wamepata huduma hapa. Kwa hiyo wamepunguziwa gharama, na hiyo ndio lengo kubwa la serikali, kuhakikisha watu wanapata huduma kwenye maeneo yetu. Sisi wote ni mashahidi, miaka ya nyuma isingekuwa rahisi kuwapata madaktari bingwa, lakini pia isingekuwa rahisi zaidi hata kufanya hizi mentorship, kwa sababu kwenye hospitali zetu za wilaya vitu vingi sana havikuwepo. Lakini maboresho makubwa ambayo serikali yamefanya kwenye eneo la majengo na vifaa tiba yanawezesha hizi mentorship zinafanyika, kwa sababu daktari atakuja na utaalamu wake, lakini atakuta mashine zipo, akienda theater kila kitu anachokihitaji kipo. Kwa hiyo inamrahisishia kufanya zile huduma za kibingwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuishukuru serikali yetu kwa namna ambavyo inaendelea kuboresha miundombinu na maeneo yetu ya kutolea huduma kwa ujumla. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia viongozi wa wilaya ya Bukombe, akiwemo mkuu wa wilaya, mganga mkuu, mkurugenzi pamoja na mbunge. Tunawashukuru sana kwa jitihada zenu, kwa sababu tunajua jitihada zenu ndio zimefanya madaktari hawa waje kutuhudumia. Tunaishukuru sana serikali, kama walivyosema mwanzo kwamba ni kweli kuna wengine sisi ambao hatungeweza kumudu huduma ambazo tunazipata kutokana na mabingwa, maana kuna matibabu mengine hapa yanaweza yasipatikane mpaka uende kwenye hospitali kubwa. Sasa unakuta uwezo hakuna, lakini kwa kuwa serikali imetuona ikatuletea madaktari bingwa, tunawashukuru sana. Tunawashukuru madaktari kwa moyo wenu, manake ungeweza kusema mimi siendi Bukombe. Mimi siendi Bukombe kwa sababu za kwako mwenyewe, lakini kwa kweli tunawashukuru sana, mmekuja kutuhudumia wananchi wa Bukombe. Mimi sina maneno mengine zaidi ya kusema asanteni sana.